Na mtazamaji, mwanamke mmoja analilia haki baada ya kupokea kichapo cha mbwa kiasi cha kutolewa nguo na kuvuja damu na polisi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Narosora, Narok Kusini. Ahmed Abdalla anaarifu. Akatoa mimi mpaka nguo ya ndani. Anapiga mimi hiyo rungu akaisha. Akainua mimi kukonga na nini na viatu. Hayo ndio yaliyomfika mama huyu. Amesalia na maumivu mwilini. Kwa machungu anaendelea kuugua katika hospitali ya rufaa ya Narok alipofika kwa matibabu ya dharura. Jen Pariwat, mama mwenye umri wa miaka 36, alipatikana na mtihani huu alipotaka kujua ukweli kuhusu mchango wake wa kununua pikipiki kutoka kwa mmiliki halisi wa pikipiki hiyo. Wenye tumeandamisha na mzee kijiji, tukaenda kwa hiyo mwanamke mahali sasa amepelekwa pikipiki. Mwanamke anatoka na kisu. Naanza kumwambia mimi nitakutairi. Parimwat anadaiwa kuolewa kama mke wa pili na mumewe Leonard Ngeno, ila alishuhudia vitisho vya mauaji kutoka kwa mke mwenza. Je, ilikuwaje? Mke mwenza anadaiwa kumlipa askari huyo aliyempa kichapo Jen mbele ya watoto wake, hali iliyompelekea kuvuja damu sehemu zake za siri. Polisi wakiongozwa na kamishna wa kaunti ya Narok Rick Ongare wanaendelea kuimarisha uchunguzi kubaini kiini cha kesi hiyo. Pauline Naini, afisa wa jinsia katika kaunti ya Narok aliyeandamana na Parimwat hospitalini, Naini anakashifu madai ya kitendo hicho, akionya jamii dhidi ya dhulma za kijinsia. Kwa hivyo tunaangalia kwamba bado jamii inachukulia kwamba dhulma ya wanawake ni kitu cha kawaida, na pia kwa zaidi ya hapo inatuonyesha kwamba wakati mwingine watu ambao tumewekwa katika nafasi na serikali ili kuweza kuchunga haki za binadamu, sisi tunadhulumu hizo haki. Kwa hivyo sisi tutachukua kama kitengo cha jinsia, tutachukua hili jukumu na tutahakikisha kwamba huyu mama hii kesi imeweza kufika kotini na haki yake imeweza pia kutimia. Ahmed Abdalla, NTV.